Bwana Yesu asifiwe sana, mtu wa Mungu unayenisikiliza, na kusalimu kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Lakini pia ndugu msikilizaji, nipende kukukaribisha tena kwenye maombi yetu ya siku ya leo. Mtu wa Mungu, siku ya leo tunaendelea kuombea akili zetu kama ambavyo kichwa chetu cha mwezi kinavyosema. Mtu wa Mungu, mwezi huu tunaombea akili ili ziweze kufanya kazi sawasawa na neno la Mungu. Na kipindi kilichopita, mtu wa Mungu, cha kuombea akili, tuliziombea akili zetu ziweze kukombolewa ili ziweze kujua majira na nyakati. Kwa hiyo ndugu msikilizaji yeyote ambaye ukufanikiwa kusikiliza maombi hayo, ninaomba nikusisitize urudi uweze kusikiliza ili Mungu akapate kuzikomboa akili zako ziweze kujua majira na nyakati. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtu wa Mungu, kichwa chetu cha somo la usiku wa leo kinasema hivi: kemea kila uchawi uliofanywa kwenye akili yako ili usifanye maamuzi sahihi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kichwa chetu cha somo la usiku wa leo kinasema kemea kila uchawi uliofanywa kwenye akili yako ili usifanye maamuzi sahihi. Kwa hiyo mtu wa Mungu, ninaomba umkaribishe ndugu yako, ninaomba ukaribishe rafiki zako ili tuweze kuombea akili zetu na tuweze kukemea kila uchawi uliofanywa kwenye akili zetu ili tushindwe kufanya maamuzi sahihi. Bwana Yesu asifiwe. Ninaomba tuombe ili tuweze kuendelea mbele. Mungu wangu mwaminifu, Baba, ninasema asante kwa ajili ya rehema zako. Ninakushukuru kwa ajili ya uzuri wako. Ninasema asante kwa ajili ya saa nyingine tena ya maombi ambayo Mungu wangu umetupa neema ya kuomba tena siku ya leo. Baba yangu mwaminifu, ninanyenyekea mbele ya madhabahu yako, na watoto wako wote wanaosikiliza maombi haya tunanyenyekea mbele ya madhabahu yako. Tunaomba utufundishe, tunaomba useme na sisi, tunaomba utusaidie tukalipokee neno lako, tukaliamini na kulifuata katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amen, amen. Mtu wa Mungu unayenisikiliza, kama ambavyo nimekwambia, siku ya leo tunaenda kuombea akili zetu, na kwenye mwezi wetu wa kuombea akili tunasimamia neno linalotoka Yeremia 4 mstari wa 22. Neno la Mungu linasema hivi: kwa maana watu wangu ni wapumbavu, hawanijui, ni watoto waliopungukiwa na akili, wala hawana ufahamu, ni wenye akili katika kutenda mabaya, bali katika kutenda mema hawana maarifa. Mtu wa Mungu, ukiangalia hili andiko linalotoka kwenye Yeremia 4 mstari wa 22, utasikia sauti ambayo Mungu anasema na watoto wake, ambayo Roho Mtakatifu anasema na sisi. Na mtu wa Mungu, ukisikia sauti hii, ni sauti ya kulalamika ya Mungu au sauti ya kujisikia vibaya? Ndio maana anasema kwa maana watu wangu ni wapumbavu, hawanijui. Kwa hiyo mtu wa Mungu, ukiona au mjui Mungu, basi unaashiria wewe kuwa mpumbavu. Lakini pia anasema ni watoto waliopungukiwa na akili, wala hawana ufahamu. Kwa hiyo ukiona hauna ufahamu, maana yake akili zako zimepungua. Lakini pia anasema ni wenye akili katika kutenda mabaya, bali katika kutenda mema hawana maarifa. Kwa hiyo ukiona unatenda sana mabaya, kwa hiyo hauna maarifa katika kutenda mema. Kwa hiyo hili jambo linamuhuzunisha Mungu, na kwa sababu hiyo Roho Mtakatifu ametupa neema ndani ya mwezi huu kuombea akili zetu, na tunapoenda kuombea tunahakikisha zinakombolewa, zinakuwa sehemu sahihi.
kwa sababu neno la Mungu linasema wanangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Kwa hiyo mtu wa Mungu, tunapoombea akili zetu zinapokombolewa, tunapata maarifa ya kimungu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ninaomba turudi kwenye somo letu la usiku wa leo. Nimekuambia kichwa chetu cha somo la usiku wa leo kinasema kemea kila uchawi uliofanywa kwenye akili yako ili usifanye maamuzi sahihi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo usiku wa leo, mpendwa msikilizaji, tunaenda kukemea. Na tunaenda kukemea uchawi ambao umefanywa kwenye akili zetu. Na uchawi huo unazipinga akili zisifanye maamuzi sahihi. Mtu wa Mungu, tulipoanza hili somo nilikwambia akili ni uwezo ambao Mungu ameuweka kwa kila mwanadamu. Uwezo huo unamsaidia kujua mambo, kupanga mipango, kufanya maamuzi, kutenda mambo. Bwana Yesu asifiwe. Sasa uchawi unapokuja kwenye akili yako, unakuja kuua huo uwezo wa wewe kufanya maamuzi sahihi, wa wewe kujua majira na nyakati, wa wewe kumpenda Mungu na kumtumikia Mungu, na wewe kufanya mambo sahihi kwa wakati sahihi. Kwa hiyo tunapoenda kukemea uchawi kwenye akili zetu, nguvu za giza zinapoondoka, akili zako zinakuwa huru, mtu wa Mungu. Na akili zako zinapokuwa huru, unao uwezo wa kawaida, mtu wa Mungu, wa wewe kuweza kufanya maamuzi kwenye maisha yako. Ninapoziongelea hizi akili, siongelea akili za darasani, mtu wa Mungu, au siongelea akili ambazo umeenda kuzisoma sehemu. Nazungumzia akili za kawaida ambazo Mungu anaziweka ndani ya mwanadamu. Ni utashi, ni uwezo, ni kipawa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hizo akili, mtu wa Mungu, shetani ndio anadili nazo. Kwa sababu mtu wa Mungu, wewe ni shahidi, tunaweza tukawa tunakaa na watu ambao, mtu wa Mungu, hawajasoma lakini wamekuwa na uwezo wa kufanya vitu vikubwa na wana mafanikio. Wengine ni milionea, wengine ni bilionea. Unasema huyu mtu akili amezipata wapi? Lakini ndani yake Mungu alimwekea kipawa. Bwana Yesu asifiwe. Hicho kipawa kinakusaidia wewe uweze kumiliki, uweze kutawala, uweze kujua ya kupasayo kufanya. Na shetani ndio maana anawahi, mtu wa Mungu. Kama ambavyo mchawi anaweza akaroga mkono wako ili tu usiwe mzima, Bwana Yesu asifiwe, au akaroga mguu ili uwe na maumivu kwenye mguu ili usipige hatua, au akaroga jicho au tumbo, ndivyo anavyoenda kuroga akili ili ukose utashi, unakataa kufanya kazi au taki tu. Bwana Yesu asifiwe. Watu wanasema na wewe, wanakugombeza, lakini hata wewe haujui kwa nini hautaki kufanya kazi. Watu wa Mungu, leo utakuta mzazi ana mtoto nyumbani, lakini mtoto hataki shule. Bwana Yesu asifiwe. Hataki kusoma. Umemchapa, umempiga, umesema naye, yeye mwenyewe hajui tatizo ni nini. Nisikilize mpendwa wa Mungu, tatizo ni wachawi wameshikilia akili, zinamfanyisha asifanye maamuzi sahihi ili asifikie hatima yake. Kwa hiyo akili za mtoto zinapokombolewa, mtu wa Mungu, unamuona anaweza kufanya vitu vyake sawa sawa. Ndio maana mtu wa Mungu, tukizungumzia akili, hadi mtoto mdogo anazo akili. Ndio maana akiona kiu anaweza kulia, anataka maji, ile ni akili. Akitaka kitu, kuna namna anajaribu kuzungumza na mzazi ili amsaidie. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo neno la Mungu linasema hivi, watu wangu hawanijui, hawana maarifa. Kwa hiyo kinachokufanya usimjue Mungu ni kwa sababu akili zako shetani ameziteka. Ndio maana Mungu anasema wapumbavu hawanijui. Bwana Yesu asifiwe. Akili zao zimepunguka, wanatenda mabaya. Kwa hiyo unapoona shetani anapambana na wewe ni kwa sababu usimjue Mungu. Unapomuona Mungu anakukazania ombea akili zako, anataka umjue, anataka kusaidie, anataka usiangamie. Bwana Yesu asifiwe sana.
Bwana Yesu asifiwe sana, mtu wa Mungu unayenisikiliza. Ngoja nikusomea andiko moja. Dada Krista, naomba nisomee Wagalatia 3 mstari wa kwanza. Wagalatia 3 mstari wa kwanza. Enyi Wagalatia msio na akili, ni nani aliyewaloga? Ninyi ambao Yesu Kristo aliwekwa wazi mbele ya macho yenu ya kuwa amesulibiwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ukisoma hii Wagalatia 3:1, neno la Mungu linasema hivi: enyi Wagalatia msio na akili, ni nani aliyewaloga? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Huyu ni mtume Paulo, mtu wa Mungu, anazungumza na Wagalatia. Anawaona Wagalatia hawana akili, lakini mtume Paulo kuna kitu anagundua. Sio hawana akili kwa sababu hawataki, hawana akili kwa sababu wamelogwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndio maana nimekuambia mtu wa Mungu, leo tunaenda kukemea uchawi ambao tumelogwa kwenye akili zetu ili tusifanye maamuzi sahihi. Kwa hiyo Paulo anafika kwa wakina Galatia, anakuta maamuzi wanayoyafanya, anashangaa. Anakuta namna ambavyo wanapeleka mambo yao, anawashangaa. Anawaona ni kama watu wasio na akili, lakini anajua neno moja: Mungu alipomuumba mwanadamu alimpa akili. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo Paulo anagundua tatizo la ujinga wao ni uchawi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna watu wajanja, kuna watu wa giza, wamefanya vitu, wameloga akili zao. Kwa hiyo Wagalatia wamekosa akili. Kwa hiyo anawaona, badala ya kupiga hatua mbele, wanapiga hatua nyuma. Baada ya kukubaliana mambo, wanaleta ghasia. Baada ya kufanya maamuzi sahihi, wanafanya maamuzi mabaya. Baada ya kunyamaza, wanaongea. Baada ya kutulia, wanabisha. Kwa hiyo anawaangalia, anagundua wamekosa akili. Na neno la Mungu linasema wanangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wanangu wanaangamizwa. Kwa hiyo kuna kitu kinawaangamiza. Anapokiangalia Paulo, anauona mkono wa wachawi, anaona nguvu za giza. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Anazungumza nao kwa sababu wamelogwa kwenye akili. Anazungumza na akili zao na anawauliza, enyi Wagalatia msio na akili, ni nani aliyowaloga? Ndio maana anaendelea, anasema hivi: ninyi ambao Yesu Kristo aliwekwa wazi mbele ya macho yenu ya kuwa amesulubiwa. Lakini unaona kuna kitu Wagalatia wanabisha, kuna jambo wanalikataa, lakini anapoliangalia mtu wa Mungu anagundua tatizo ni uchawi. Ndio maana leo tutaenda kukemea uchawi kwenye akili zetu. Amen. Mtu wa Mungu, unaona migogoro kwenye nyumba, mama amekuwa mbishi juu ya jambo fulani, kabla hujakazana naye, tafuta nani amewaloga. Ndio maana mtu wa Mungu, niliwahi kukutana na kesi hii. Mtoto anakwambia akifika shule anaumwa, akirudi nyumbani anakuwa mzima. Kwa hiyo unamuona shetani anachopambana naye ni kuua akili, ni kupambana naye asiendelee mbele. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo mtu wa Mungu, nimekwambia ni akili ya kawaida tunayozungumza nayo. Ni akili ambayo Mungu amewapa watoto wake. Ni akili ambayo Mungu anajua ukiitumia unafanikiwa. Na kwa sababu shetani analijua hilo, ni kwa sababu watu wa giza wanalijua hilo, wanakuwai kwenye akili, kwenye kichwa chako. Ngoja nikuonyeshe andiko moja, mtu wa Mungu, utanielewa. Dada Krista, naomba nisomee Kutoka 35 mstari wa 35. Kutoka 35 mstari wa 35. Amewajaza watu wao akili za moyoni, ili watumike katika kazi kila aina, ya mwenye kuchora mawe na kazi ya werevu, na ya mwenye kutia taraza katika nyuzi za rangi ya samawi na za rangi ya zambarau na nyekundu na kitani nzuri, na ya mwenye kufuma nguo ya hao wafanyao kazi yoyote, na ya wenye kuvumbua kazi za werevu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ukisoma ili andiko Kutoka 35:35, neno la Mungu linasema hivi: amewajaza watu wao akili. Kwa hiyo unamuona Mungu, mtu wa Mungu, anamjaza mwanadamu akili. Amen. Na alipomjaza akili, unaona vipawa vya kufumba,
unaona vipawa vya kusuka, unaona vipawa vya kuweka tarazo, unaona vipawa mbalimbali. Hivyo vipawa vinatoka kwenye nini? Akili. Neno la Mungu alisema ya kwamba amewapeleka shule akawapa akili. No. Anasema hivi, amewajaza watu wao akili. Kwa hiyo mtu wa Mungu, Mungu alipokuumba ndani yako aliweka akili, aliweka uwezo wa wewe kufanya jambo ili uweze kufanikiwa. Kwa hiyo nguvu za giza zinapokuja, zinaona ile akili, zinaona kile kipawa, zinaona ule uwezo. Ukisoma kwenye Kutoka 35:35 anasema amewajaza watu wao akili za moyoni ili watumike katika kazi za kila aina. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo shetani anapokuja kukuloga kwenye akili, anapokuja kukuteka kwenye akili, anaiba vipawa, anakubadilishia. Yeye anachukua uwezo wako, anakaa naye wewe, wewe anakupa utaira. Ndio maana mtu wa Mungu mwingine anakwambia hivi, tangu alipokuwa mtoto alikuwa na uwezo, darasani alikuwa anafaulu, alikuwa ana bidii, lakini miaka fulani ilipopita amebadilika. Kitu gani kimetokea? Mtu wa Mungu, wachawi wamewahi, wameiba, wameona ile bidii, wameona ule uwezo, wameona ule ujuzi. Ndio maana wengine ndani yao wamewekewa vipawa vya kuimba, lakini shetani amepindisha, amewaroga, amewapeleka kwenye giza, ameharibu, vipawa vimekufa. Wengine wamewekewa uwezo wa mikono, wanaweza kupika, wanaweza kufuma, wanaweza kushona, lakini nini kimetokea? Wameibiwa. Wamewaiwa kwenye nini? Kwenye akili. Mungu ndio anayetujaza akili ili ziweze kutusaidia, na shetani, watu wa giza, watu wabaya wanaziiba, mtu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndio maana unaweza ukakuta leo mchawi anaweza kumwangalia mama mjamzito, akamuona mtoto tumboni, akaiba kipawa ndani ya tumbo la mtoto. Mtoto akawa mzima, siku anayozaliwa ana utindio wa ubongo. Mungu akuumba watoto wa namna hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Ni kazi za shetani za uharibifu. Kwa hiyo kuna kitu wanakiba, ndio maana wanawaloga. Ndio maana Paulo anawaangalia Wagalatia, anawauliza, enyi Wagalatia msio na akili, ni nani aliyewaloga? Kwa nini anasema hivyo? Kwa sababu anajua ya kwamba Mungu aliwapa akili. Lakini anachokiona hiki sio kazi ya Mungu, ni kazi ya mtu mbaya. Amewaloga, ameiba akili zao. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ngoja tuendelee mbele, mtu wa Mungu, utanielewa. Dada Krista, naomba nisomee Matendo 13 mstari wa 6 hadi wa 12. Matendo 13 mstari wa 6 hadi wa 12. Walipokwisha kupita katikati ya kisiwa chote mpaka Pafo, wakaona mtu mmoja mchawi, nabii wa uongo, Myahudi, jina lake Bar-Yesu. Mtu huyu alikuwa pamoja na liwali Sergio Paulo, mtu mwenye akili. Yeye liwali akawaita Barnaba na Sauli waje kwake, akataka kulisikia neno la Mungu. Lakini Elima yule mchawi, maana ndio tafsiri ya jina lake, akashindana nao, akitaka kumtia yule liwali moyo wa kuiacha ile imani. Lakini Sauli, ambaye ndiye Paulo, akijaa Roho Mtakatifu, akamkazia macho, akasema, ewe mwenye kujaa hila na uovu wote, mwana wa Ibilisi, adui wa haki yote, uachi kuzipotoa njia za Bwana zilizonyoka? Basi angalia, mkono wa Bwana u juu yako, nawe utakuwa kipofu, usilione jua kwa muda. Mara kiwi kikamwangukia na giza, akazunguka na kumtafuta mtu wa kumshika mkono na kumwongoza. Ndipo yule liwali alipoyaona yaliyotendeka, akaamini, akiyastaajabia mafundisho ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana, mtu wa Mungu. Ukisoma ili andiko, mtu wa Mungu, kuna habari utaiona hapa. Ndio maana nimekwambia usiku wa leo tunaenda kukemea kila uchawi unaoturoga akili zetu ili tusifanye maamuzi sahihi. Mtu wa Mungu, ukisoma ili andiko,
Neno la Mungu linasema hivi, walipokwisha kupita katikati ya kisiwa chote mpaka Pafo, wakaona mtu mmoja mchawi, nabii wa uongo, Myahudi, jina lake Bar-Yesu. Kwa hiyo unamwona mtu wa Mungu huyu alikuwa Paulo pamoja na Barnaba. Walipofika kwenye hichi kisiwa, wanamuona mtu wa Mungu anaitwa Bar-Yesu, lakini alikuwa Myahudi. Wanakwambia pia alikuwa nabii wa uongo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo unamuona huyu mchawi alijificha kuwa nabii, lakini alikuwa ni nabii wa nini? Wa uongo. Ngoja tusome andiko linalofuatia. Neno la Mungu linasema hivi, mtu huyu alikuwa pamoja na liwali Sergio Paulo, mtu mwenye akili. Yeye liwali akawaita Barnaba na Sauli waje kwake, akataka kulisikia neno la Mungu. Kwa hiyo unamuona huyu Bar-Yesu, huyu mchawi alikuwa yuko na liwali. Neno la Mungu linatutajia sifa ya liwali. Alikuwa ni mtu mwenye akili, mtu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Japo liwali alikuwa na akili, lakini akili zake hazikuweza kujua mtu anayeambatana naye ni nani. Yule aliyekuwa anaambatana naye Bar-Yesu alikuwa ni mchawi. Kwa hiyo huyu mchawi alijificha kwenye cheo cha nabii, lakini Biblia inasema alikuwa ni nabii wa nini? Wa uongo. Kwa hiyo huyu liwali hakuweza hata kujua ya kwamba Bar-Yesu ni nabii wa uongo. Kwa hiyo maneno yote ambayo liwali alikuwa akiambiwa na Bar-Yesu alikuwa anaamini. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini alikuwa anaamini? Kwa sababu Bar-Yesu alikuwa mchawi. Kwa hiyo lazima mtu wa Mungu liwali alikuwa analogwa. Japo alikuwa na akili, japo alikuwa na cheo, lakini hakuweza kugundua ya kwamba Bar-Yesu alikuwa mchawi. Bwana Yesu asifiwe. Twende mstari wa 8. Lakini Elima yule mchawi, maana ndiyo tafsiri ya jina lake, akashindana nao, akitaka kumtia yule liwali moyo wa kuiacha ile imani. Kwa hiyo unamuona huyu Bar-Yesu anashindana na Paulo na Barnaba juu ya huyu liwali, ili liwali awe na moyo mgumu, moyo wake ukatae imani ya kumjua Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini unamuona huyu mchawi anashindana? Kwa sababu anajua siku liwali atakapomjua Yesu, mimi nitakuwa nimepoteza nafasi. Sitaweza kuongozana na liwali tena. Sitaweza kuwa naye karibu tena. Kwa hiyo unamuona huyu mchawi kuna faida alikuwa anaipata kwa liwali. Unaona kuna vitu alikuwa anapata, ndio maana alikuwa anashindana na Barnaba na Paulo. Lakini neno la Mungu linasema hivi, Barnaba na Paulo waligundua ya kwamba huyu Bar-Yesu ambaye yupo karibu na Sergio ni mchawi, na yeye ndio anasababisha moyo wa liwali kuwa mgumu. Kwa hiyo anamuona Bar-Yesu kazi yake kubwa ni kumloga liwali alikatae neno la Mungu. Ndio maana nimekusomea kwenye Wagalatia, mtu wa Mungu. Paulo anafika, anawaangalia Wagalatia, anagundua wamelogwa. Ubishi wao, uzito wao, ugumu wao, wamerogwa. Ndio maana anawauliza, enyi Wagalatia msio na akili, ni nani aliyewaloga? Ukisoma ili andiko, mtu wa Mungu, kwenye Matendo, unamuona liwali, Biblia inakubali alikuwa na akili, lakini mtu wake wa karibu alikuwa mchawi. Alikuwa anafanya moyo wa liwali kuwa mgumu. Kwa hiyo ni kwa namna yoyote ile Mungu alikuwa hawezi kumtembelea liwali kwa sababu ya uchawi. Ndio maana nimekuambia, mtu wa Mungu, tutaenda kuziombea akili zetu. Ili uchawi wote uliofanywa, tukalikataa neno la Mungu, tukayakataa maarifa, na maarifa tukayakosa, tukaingizwa kwenye kuangamia, utoke, mtu wa Mungu. Ndio maana neno la Mungu linasema hivi, kwa kuwa umeyakataa maarifa, mimi nami nimekukataa wewe. Kwa hiyo wapo watu wa Mungu leo wananisikiliza, sababu za wao kukataa maarifa ni uchawi kwenye akili zao. Lakini mstari wa 9 unasema hivi, lakini Sauli ambaye ndiyo Paulo, akijaa Roho Mtakatifu, akamkazia macho. Kwa hiyo unamuona Paulo kwa kujawa na Roho Mtakatifu anamkazia macho Bar-Yesu. Anajua ya kwamba Bar-Yesu ni mchawi. Bwana Yesu asifiwe. Ngoja tuendelee, mstari unaendelea. Mstari wa 10, akasema, ewe mwenye kujaa hila na uovu wote, mwana wa Ibilisi, adui wa haki yote, uwachi kuzipotoa njia za Bwana zilizonyoka. Kwa hiyo
Yesu. Kwa sababu ya kujazwa Roho Mtakatifu, amemuona Yesu anashindana nao ili wasiweze kufanya kazi ya Mungu, ili liwali asipokee kwenye moyo wake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ukisoma mstari wa 11, dada Krista naomba nisomee. Mstari wa 11, basi angalia, mkono wa Bwana u juu yako, nawe utakuwa kipofu, usilione jua kwa muda. Mara kiwi kikamwangukiwa na giza, akazunguka na kumtafuta mtu wa kumshika mkono na kumwongoza. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo unaona, baada ya Paulo kugundua kuna maneno anayatamka juu ya Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na unaona yale maneno anayoyatamka yanampata. Kwa nini yanampata? Roho wa Mungu alikuwa juu ya Paulo. Kwa hiyo mtu wa Mungu, na sisi usiku wa leo tunaenda kukemea kila uchawi uliofanya kwenye akili zetu ili tusielewe mambo, ili tushindwe kufanya maamuzi, na kila mchawi aliyetugusa, haya yaliyompata Yesu yampate. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndio maana neno la Mungu linasema, basi angalia, mkono wa Bwana u juu yako, nawe utakuwa kipofu. Kwa hiyo unamuona Paulo anamjia juu Yesu, na neno la Mungu linasema baada ya Paulo kutamka yale maneno yanampata Yesu, na yale maneno yanapompata Yesu, ndipo liwali pale anaamini. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Dada Krista nisomee mstari unaofuatia. Ndipo yule liwali alipoyaona yaliyotendeka akaamini, akiyastaajabia mafundisho ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Neno la Mungu linasema hivi, liwali alipoona yaliyotendeka akayaamini, akayastaajabia maneno ya Bwana. Kwa hiyo mwanzo, kabla hayajatendeka, mwanzo kabla Yesu hajakemewa, mwanzo kabla Yesu hajaharibiwa, liwali alikuwa aamini. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa nini alikuwa aamini? Ni kwa sababu alikuwa amelogwa. Ndio maana Paulo anazungumza na watoto wake, enyi Wagalatia msio na akili, ni nani aliyewaloga? Kwa hiyo aliyewaloga Wagalatia, aliwaloga wapi? Kwenye akili. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Neno la Mungu linasema liwali alikuwa na akili, lakini aliambatana na mchawi akumuona. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo unaweza ukawa na akili, mtu wa Mungu, usimuone mchawi, lakini ukiwa na akili pamoja na roho ya Mungu utaweza kuona uchawi, utaweza kuona mabaya, utaweza kuona vifungo, na Mungu atakufungua. Ndio maana tuliweza kuombea akili zetu. Kama Mungu atazikomboa, tutajua majira na nyakati. Kila uchawi unaokaa kwenye akili ukiondoka, mtu wa Mungu, utaona unajua vyote. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Utaona unajua maisha yako, utaona unajua vitu ambavyo Mungu amekupa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Neno la Mungu linasema hivi, ndipo yule liwali akayaona yaliyotendeka. Kwa nini liwali aliyaona? Kwa sababu uchawi kwenye akili umepigwa, kwa sababu mchawi aliyeambatana naye amepigwa, kwa sababu vitu alivyowekewa na watu wabaya vimeondoka. Na Paulo alisema, wewe mwenye ila, unayeipotosha njia ya Bwana. Kwa nani? Kwa huyu mtu wa Mungu, kwa liwali. Ndio maana mtu wa Mungu, unawaona wachawi wanakuloga, wanaipotosha njia ya Bwana kwenye maisha yako, wanakuwekea mabaya. Kwa nini wanafanya hivyo? Kwa sababu ukiamini umefanikiwa. Kwa sababu ukipata maarifa umefanikiwa. Kwa sababu akili ya kimungu ikiingia ndani yako umefanikiwa. Na hichi ndicho shetani anachopambana nacho, watu wa Mungu wasiwe na maarifa ya kimungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndio maana Mungu anasema, kwa sababu wao wamenikataa mimi, nami nimewakataa wao. Umeyakataa nini, mtu wa Mungu? Maarifa. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana unamwona liwali, japo alikuwa ni liwali, japo alikuwa na akili, lakini alimtuma Paulo na Barnaba waje, anataka kusikia habari ya imani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini unamwona mchawi ataki. Mtu wa Mungu, usiku wa leo tutaenda kupambana na wachawi ili Mungu atusaidie. Akili zetu zikikombolewa, mtu wa Mungu, utaweza kufanya maamuzi kwenye maisha yako. Kwa nini nguvu za giza zinapambana na akili yako? Ili usifanye maamuzi, mtu wa Mungu. Usifanye maamuzi ya kumpenda Mungu, usifanye maamuzi kwenye maisha yako, usifanye maamuzi sahihi yatakayokusaidia,
kuonyesha mwanga, yatakayo kuonyesha njia, yatakayokupa hekima, yatakayokupa maamuzi. Akili, mtu wa Mungu, leo zikikombolewa utaweza kufanya maamuzi sahihi. Bwana Yesu asifiwe. Ndio tunaona kwenye hili andiko, baada ya Yesu kukemewa, unamuona liwali anayaona yote, anasadiki. Kwa sababu gani? Akili zake zimekombolewa, anaanza kufanya maamuzi sahihi, anaikubali imani. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtu wa Mungu, nyosha mikono yako hapo ulipo, mshukuru Mungu. Bwana Yesu, tunakushukuru. Asante kwa rehema zako, asante kwa fadhili zako. Zoria manda kabade. Zoria manda kabade. Tunakushukuru Mungu weza. Zoria manda kabade. Zoria manda kabade. Asante kwa kuwa pamoja nasi usiku wa leo. Riko manda kabade. Katika jina la Yesu Kristo. Mtu wa Mungu, nyosha mikono yako. Sema, Bwana Yesu, ninakushukuru kwa ajili ya uaminifu wako. Usiku wa leo ninazileta akili zangu kwenye madhabahu yako. Ninazileta akili zangu mikononi mwako. Ninaomba Roho wako, Roho Mtakatifu azikomboe akili zangu. Ninaomba Roho wako, Roho Mtakatifu azikomboe akili zangu zilizofungwa na nguvu za giza, ili nisiweze kufanya maamuzi sahihi kwenye maisha yangu. Kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kila uchawi uliofanywa kwenye akili yangu usiku wa leo ninaukemea kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Toka sasa, toka sasa, toka sasa, toka sasa, kila uchawi ulioshika akili yangu ili nisiweze kufanya maamuzi sahihi. Toka sasa, toka kwa jina la Yesu. Nenda mbele za Mungu, mtu wa Mungu, ombea akili zako. Randa kabade, Baba, katika jina la Yesu. Rekomanda kabade, Zoria manda kabade, rekomonda kabade. Tunakemea kwa jina la Yesu Kristo. Kemea mtu wa Mungu, kemea mtu wa Mungu. Kila uchawi toka kwenye akili zangu. Kwa jina la Yesu Kristo. Achia akili kwa jina la Yesu Kristo. Kila uchawi uliofanya kwenye akili zangu ili nisiweze kufanya maamuzi sahihi. Toka kwa jina la Yesu. Toka kwa jina la Yesu. Kemea mtu wa Mungu, kemea kwenye kichwa chako. Kemea uchawi utoke ulioshikilia kichwa chako. Toka sasa kwa jina la Yesu. Toka sasa kwa jina la Yesu. Tunakemea kila uchawi. Tunakemea kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwenye akili yangu, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Toka sasa hivi, toka kwa jina la Yesu. Kemea hizo akili, kemea kuzagiza, kemea uchawi kwenye akili yako. Kemea, 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 kemea kwa jina la Yesu. 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 Akili yangu, achia akili yangu kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Kila uchawi toka kwenye akili yangu, achia akili yangu, achia akili yangu. Kila wingu la kichawi lililofunika akili zangu, toka sasa, toka sasa, toka sasa, toka sasa, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Toka sasa, toka kwenye akili zangu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Tunakemea kila uchawi, tunaukemea kwenye akili zetu, kwenye akili zetu. Toka sasa hivi, toka sasa hivi, toka sasa hivi kwenye kichwa changu, kwenye kichwa changu, kwenye kichwa changu, kwa jina la Yesu. Kemea mtu wa Mungu, kemea mtu wa Mungu, kemea mtu wa Mungu. Randa baba baba, sara baba baba, kila uchawi uliofunika akili zangu, kemea uchawi, zorobatai ulioroga akili zangu, ukemea kwa jina la Yesu, ukemea kwa jina la Yesu, ukemea kwa jina la Yesu, ukemea kwa kemea sasa hivi, kemea sasa hivi, kemea sasa hivi, kemea sasa hivi, kemea sasa hivi kwa jina la Yesu, 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 kwa jina la Yesu,
Yesu tunakemea, toka kwa jina la Yesu, toka kwenye akili zetu, toka kwenye akili zetu, toka kwenye akili zetu, toka kwenye akili zetu, toka sasa hivi, toka wewe uchawi. Kemea mtu wa Mungu, kemea mtu wa Mungu, kemea kwa jina la Yesu, 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 kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Saramanda kabade. Mtu wa Mungu sema Bwana Yesu, kila uchawi ulioshikilia akili yangu ili nisifanye maamuzi sahihi, toka sasa kwa jina la Yesu. Kila uchawi ulioshikilia akili yangu ili nisifanye maamuzi sahihi kwenye maisha yangu, toka sasa, toka kwa jina la Yesu, toka kwa jina la Yesu. Ninaukemea wewe uchawi uliofunga akili yangu ili nisifanye maamuzi sahihi, toka kwa jina la Yesu. Wewe uchawi ulioshika akili ya mume wangu ili asifanye maamuzi sahihi, toka sasa, toka sasa kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Toka kwa mume wangu, toka kwa mume wangu. Wewe uchawi ulioshikilia akili za mume wangu, akili za mchumba wangu, toka sasa kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Wewe uchawi ulioshikilia akili za mke wangu, toka sasa, toka kwa jina la Yesu, toka kwa jina la Yesu. Neno la Mungu linasema liwali aliongozana na Baba Yesu, na Baba Yesu alikuwa ni mchawi, na liwali alikuwa anafanywa na Baba Yesu asikubali, asiamini. Lakini Paulo alipomkemea yule mchawi, Baba Yesu akatoka na liwali akafunguliwa. Leo hii ninakemea kila uchawi ulioshika akili zetu ili tusifanye maamuzi sahihi, toka kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Tunakemea kila uchawi ulioleta uharibifu kwenye nyumba zetu, kwenye akili, toka kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Wewe uchawi, toka kwenye nyumba zetu, toka kwenye akili zetu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Haya, kemea mtu wa Mungu, randa baba zarabatai. Wewe uchawi kwenye akili, kwa jina la Yesu, toka kwa jina la Yesu. Achia akili zetu, unasababisha huyu baba asifanye maamuzi sahihi, achia unafanya huyu mama asifanye maamuzi sahihi, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Kemea mtu wa Mungu, akili zinafunguliwa, nakwambia unafunguliwa. Randa baba kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, zaramanda kabali. Kemea mtu wa Mungu, ninanyunyiza damu ya Yesu kwenye akili yangu, zaramanda kabali. Rekomanda kila uchawi toka, 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 kila uchawi toka. Uchawi wa vitunguu, uchawi wa kipepo, uchawi wa nasi, uchawi wa toka. Randa baba, tunaukemea kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Toka kila uchawi unaolipua akili za watu, toka kwa jina la Yesu, toka kwa jina la Yesu. Achia akili zetu, kwenye akili ya watoto wako, toka uchawi, toka kwenye akili, toka kwa watoto, toka kwenye akili za wanangu, toka sasa hivi, toka sasa hivi, toka kwa jina la Yesu, toka kwa jina la Yesu, toka kwa jina la Yesu. Toka kwenye akili zetu, saramanda kabade. Sema Bwana Yesu, Bwana Yesu, Bwana Yesu, Bwana Yesu. Neno la Mungu linasema ndipo yule liwali alipoyaona yaliyotendeka, akaamini, akastaajabia mafundisho ya Bwana. Kila uchawi ulioshikilia akili zetu ili tusione, kila uchawi ulioshikilia akili za watu juu ya uongo, na wameamini
uongo kutoka kwa manabii wa uongo, kama yule Yesu alikuwa nabii wa uongo lakini ni mchawi. Usiku wa leo tunakemea kila neno lililotoka kwa manabii wa uongo na yakashikilia akili zetu na hatuoni. Usiku wa leo tunakemea, toka kwa jina la Yesu, toka kila uongo, toka kila uongo wa kichawi uliofanywa kwenye akili zetu na hatuoni mambo kwa usahihi. Usiku wa leo tunakemea, toka kwa jina la Yesu, toka kwa jina la Yesu. Wewe uchawi, toka kwenye akili za watu wa Mungu, za watu wa Mungu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Toka kwa jina la Yesu, toka kwenye vichwa vyetu, toka kwenye vichwa vyetu, toka uchawi, uchawi wa uongo, uchawi wa uongo, uchawi wa ugombanishi, uchawi wa fitinaji, toka kwa jina la Yesu, toka kwa jina la Yesu. Wewe uchawi unapindisha njia ya Bwana, unaleta uongo, unaleta uongo kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, unaleta unafiki, toka kwa jina la Yesu. Tunakuondoa usiku wa leo juu ya vichwa vyetu, juu ya vichwa vyetu, toka kwa jina la Yesu, 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 toka kwa jina la Yesu. Wewe uchawi umejaa hila, umejaa uovu na umejaa kwenye akili zetu, tunakuvua usiku wa leo kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Toka sasa, toka sasa, toka sasa, toka sasa. Aya, mtu wa Mungu, kemea randa baba zori amanda kabade, kemea roko taya mande, kila uchawi toka, kila uchawi toka, kila uchawi toka, randa kwa jina la Yesu, toka kwa jina la Yesu. Kila maneno ya kichawi uliyoyasikia na ukayaamini, toka sasa, toka sasa, toka sasa, toka sasa, toka sasa, toka sasa, toka sasa kwenye nyumba zetu, kwa waume zetu, kwenye ndoa zetu, kwa watu wetu, kwa marafiki zetu. Randa baba, kemea neno la Bwana, toka kwa jina la Yesu, randa baba, unatoka, unatoka, toka kwa watu wa Mungu, toka kwa watu wa Mungu, toka achia vichwa vyetu, achia akili zetu, toka sasa hivi, 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 kila uchawi, kila uchawi, toka kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la kwa jina la Yesu, kwa jina la kwa jina la Yesu, kwa jina la kwa Yesu, jina la kwa Yesu, jina la Yesu. achia akili zetu, achia akili zetu, kemea mtu wa Mungu, achia akili zetu, kemea mtu wa Mungu, achia akili zetu, kemea mtu wa kwa Mungu, jina la Yesu, kemea mtu wa kwa Mungu, damu ya Yesu, kemea mtu wa kwa Mungu, damu ya Yesu, kemea mtu wa kwa Mungu, damu ya Yesu, kemea mtu wa Mungu, tunafunguliwa, karamanda baba, tunafunguliwa sarababa kwa baba, damu ya Yesu, sarababa kila baba, uchawi sarababa baba, unaondoka, sarababa kila baba, uchawi sarababa baba, unatoka sarababa kwenye baba, akili zetu, sarababa kwenye baba, akili zetu, sarababa baba, kila sarababa uchawi, baba, kila uchawi sarababa baba, unaosababisha kemea, tusione saramanda mambo kwa kaba, usahihi, kemea, toka, ufukuze, toka, ufukuze juu yako, toka, ufukuze kwenye maisha toka yako, juu yangu, toka maishani mwangu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, tunakufukuza, tunakufukuza, toka, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, tunajivua, kila uchawi, kila uchawi, kila uchawi, kila uongo, kila uongo tulioambiwa na tukauamini, toka kwenye akili zetu, achia akili zetu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kila wachawi ambao tunaongozana nao tukijua ni marafiki lakini ni wachawi kama baba yetu, toka kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, jitenge nao, kila wabaya wanaojifanya ni marafiki, toka kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwenye akili yako, kwenye maamuzi yako, kwenye maisha yako, toka. Sema Bwana Yesu, Bwana Yesu, kila rafiki
kila rafiki anayejifanya ni rafiki yangu, kumbe ni mchawi. Kama Baba Yesu aliyekuwa karibu na liwali, kumbe ni mwongo. Kwa jina la Yesu, kila Baba Yesu unayeambatana na mimi, lakini wewe ni mnafiki, umejaa hila, umejaa uongo, unaniloga, unanitumikisha nisione ukweli. Toka sasa hivi, toka sasa hivi, toka kwenye maisha yangu. Leo hii naachana na wewe, najitenga na wewe, na akili zangu sitaweza kufanya maamuzi sahihi kuanzia sasa. Toka usiku wa leo, toka kwenye maisha yangu, toka kwenye nyumba yangu, toka kwenye imani yangu, toka kwa jina la Yesu, toka kwenye jina la Yesu, toka kwa jina la Yesu. Haya, mtu wa Mungu, kemea kila rafiki zako, randa baba, kila mtu aliye karibu na mimi anajifanya ni rafiki yangu lakini ni mchawi. Usiku wa leo ninamkemea, toka kwenye maisha yangu, toka kwenye maisha yangu, toka kwa jina la Yesu, toka kwa jina la Yesu. Kemea mtu wa Mungu, kemea mtu wa Mungu, kemea mtu wa Mungu. Jitenge nao, tenga nao kila maneno aliyokuambia lakini ni maneno ya unabii ya uongo. Tenga hayo maneno, yatoe kwenye akili yako, yabomoe kwenye akili yako, yaangushe kwenye akili yako kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Sema najitenga nao, ninawaachia, ninaondoka kwenye imaya zao, ninaondoka kwenye maisha yao. Akili zangu zinakombolewa, uchawi unaondoka, uchawi unaondoka. Ninawekwa huru kuanzia sasa, ninawekwa huru kuanzia sasa kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Randa baba zaramanda kabade, rekomanda kabade. Kila uchawi niliwahi kufanyiwa kwenye maisha yangu na ukakaa kwenye akili, usiku wa leo ninauangusha, utoke kwenye fahamu zangu, utoke kwenye akili yangu, utoke kwa jina la Yesu. Kila uchawi uliokaa kwenye akili yangu na umekakamaa, umetengeneza na ukoko, umetengeneza na imani, hadi ninaikataa imani, ninakataa kumwamini Yesu, nikamkataa na Yesu. Uchawi leo toka kwenye akili yangu, toka kwenye fahamu zangu, toka kwenye kichwa changu, toka kwa jina la Yesu, toka kwa jina la Yesu, toka kwa jina la Yesu, toka kwa jina la Yesu Kristo, toka kwa jina la Yesu Kristo. Wewe uchawi, toka kwa jina la Yesu Kristo, toka kwa jina la Yesu Kristo. Kama vile ambavyo Baba Yesu alijulikana ya kwamba yeye ni mchawi, kila rafiki ambaye ni mchawi na yupo karibu na mimi na ananiloga, usiku wa leo namweka wazi kwa jina la Yesu Kristo. Usiku wa leo namweka wazi kwa jina la Yesu Kristo. Ninakuweka wazi kwa jina la Yesu Kristo. Wewe mchawi, toka, achia maisha yangu, achia maisha yangu, achia maisha yangu. Randa baba zaramanda kabade, rekomanda kabade katika jina la Yesu Kristo. Mtu wa Mungu, weka mkono wako kwenye kichwa chako. Baba, katika jina la Yesu Kristo, Mungu, ninakutukuza kwa ajili ya uaminifu wako. Ninasema asante kwa ajili ya neno lako, na asante kwa sababu umekusudia kukomboa akili zetu. Usiku wa leo Baba yangu, nakemea kila uchawi ulioshikilia akili za watoto wako. Kuanzia sasa ninauangusha kwa jina la Yesu. Uachie akili za watoto wako, uachie akili zao kwa jina la Yesu Kristo. Wewe uchawi ulioshikilia fahamu za watoto wa Mungu, sasa ninakukemea, toka kwa jina la Yesu Kristo. Toka kwenye akili zao, toka kwenye vichwa vyao, toka kwa jina la Yesu Kristo. Kila uchawi ambao watoto zako wamelogwa kwenye vichwa vyao, ndio maana hawatulii, ndio maana hawataki shule, ndio maana wanahangaika, ndio maana wamekuwa watumwa, ni kwa sababu akili zao zimefungiwa kwenye chupa, akili zao zimezikwa chini, akili zao zimewekwa kwenye vichuguu, akili zao zimewekwa kwenye chungu. Usiku wa leo ninapasua viungu vyote, usiku wa leo ninapasua vyupa vyote, usiku wa leo ninapasua vichuguu vyote kwa jina la Yesu. Akili zako zikombolewe kwa jina la Yesu, 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 akili zako zikombolewe. Jambo lolote lile la nguvu za giza ambazo ni zimeshikilia akili za mume wako na mume wako akabadilika ndani ya nyumba, ni kwa sababu amelogwa kwenye akili, aoni, asikii, akubali. Kuanzia sasa ninaukemea wa uchawi utoke kwenye akili zake, ninaukemea wa uchawi utoke kwenye akili za mume wako, ninaukemea katika jina la Yesu. Ninalikemea hilo giza kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Ninaukemea wa uongo wa kichawi utoke kwa jina la Yesu Kristo. Na kila uchawi ambao umefanywa kwenye akili za mke wako na mpaka mke wako haelewi, ameikataa nyumba, ameikimbia nyumba, ameacha
acha kuwa mama bora. Ninamkemea sasa hivi uchawi, toka kwenye akili za wanawake hawa, toka kwenye akili za wanawake hawa kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Kila uchawi uliofanya kwa watoto wako, wawatulii, wanakataa shule, wamekuwa wavuta bangi, wamekuwa ombaomba, wamekuwa wajinga, wametoroka nyumbani, sasa hivi narudisha hizo akili zao. Ninazikomboa kwa jina la Yesu Kristo, ninazikomboa kwa jina la Yesu Kristo, ninazikomboa kwa jina la Yesu Kristo, ninazikomboa kwa jina la Yesu Kristo. Kila nguvu za giza, toka kwenye akili zetu, toka kwenye akili zetu, toka kwa jina la Yesu Kristo. Kila uchawi wa kipepo, uchawi wa kiganga, uchawi, toka kwenye vichwa vyetu kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Neno la Mungu linasema Paulo akamkemea Baba Yesu, na Baba Yesu tangu saa ile akawa kipofu. Kila mchawi anayeambatana na sisi, kila mchawi anayeturoga, kuanzia sasa awe kipofu kwa jina la Yesu Kristo. Kuanzia sasa asituone tena kwa jina la Yesu Kristo, 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 kwa jina la Yesu Kristo. Ninatamka kwa jina la Yesu Kristo, akili zetu zimefunguliwa. Ninatamka kwa jina la Yesu Kristo, akili zetu zimefunguliwa. Ninatamka kwa jina la Yesu Kristo, akili zetu zimewekwa huru kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Mtu wa Mungu, shika sadaka yako. Baba, katika jina la Yesu Kristo, asante kwa ajili ya sadaka za watoto wako. Mungu, ninazileta mbele ya madhabahu yako. Ninaomba uzipokee Baba yangu, ninaomba uzitakabali katika jina la Yesu Kristo. Amen. Mtu wa Mungu, utatuma sadaka yako kwenye namba 0716052202. Narudia tena, utatuma sadaka yako kwenye namba 0716052202. Lakini pia mtu wa Mungu, kama hujaokoka, basi fuatisha sala hii. Sema: Bwana Yesu, Bwana Yesu, usiku wa leo ninakupokea moyoni mwangu, uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Futa jina langu kwenye kitabu cha hukumu. Andika jina langu kwenye kitabu cha uzima. Usiku wa leo ninazikabidhi akili zangu mikononi mwako kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Mtu wa Mungu, basi kwa kusema hivyo utakuwa umeokoka. Utatutumia jina lako kwenye namba 0655108869. Narudia tena, utatutumia jina lako kwenye namba 0655108869. Lakini pia mtu wa Mungu, kama una changamoto yoyote na unahitaji maombi, ninaomba utatupigia simu kwenye hizo namba 0716052202 au 0655108869. Mtu wa Mungu, tutapokea simu na tutakuhudumia. Lakini pia kama haujajiunga kwenye magrupu yetu ya maombi, utatupigia simu kwa namba hizo hizo na tutaweza kukuunga kwenye magrupu yetu ya maombi. Mungu akubariki sana. Lakini mtu wa Mungu, kazania kuombea akili zako. Mungu azifungue akili zako na wewe uwe huru kwa jina la Yesu Kristo. Amen.